Mheshimiwa Naibu Spika, kabla sijahitimisha hoja yangu, nianze kukushukuru wewe kwa kunipa nafasi kusimama mbele ya Bunge tukufu kwa ajili ya kutoa hoja hii muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru Spika wetu pamoja na Katibu wa Bunge na stafu wote baada ya kuipokea hoja hii usiku na kunipa fursa, mbali ya kwamba kuna shughuli inaendelea leo ya Wizara ya Ardhi, lakini kwa uzito, kwa heshima na kwa malengo ya taifa letu katika diplomasia ya michezo, wameona wanipe nafasi hii niwasilishe azimio hili ili tuweze kuipongeza timu yetu ya vijana under 17. Mheshimiwa Naibu Spika, ni washukuru wabunge wenzangu ambao hoja hii imechangiwa na takriban wabunge 7, Mheshimiwa Festo Sanga, Mheshimiwa Slivia, Mheshimiwa Husna Sekiboko, Mheshimiwa Hadija Abud, Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, Mheshimiwa Jafari Wambura Chege na Mheshimiwa Christian Paul Makonda. Nashukuru sana kwa michango yenu, nashukuru sana kwa kuunga mkono hoja. Mheshimiwa, naongea kwa ujumla. Hoja hii ambayo nimeitoa, mosi, wengi wametambua mchango wa mwanamichezo namba 1, Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa ambao ameufanya kwenye sekta ya michezo, na imepelekea vijana wengi kuona kwamba michezo sio swala la afya, sio swala la kujifurahisha, lakini michezo ni ajira ambayo inawafanya vijana kujiajiri kupitia sekta ya michezo na kupata kipato. Mheshimiwa, leo hii kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuinvesti kwenye michezo, mimi ni mbunge wa temu ya 4. Tulikuwa tukizungumza masuala ya akademi kwenye bunge letu, leo iko Tanga, leo ipo Kigamboni. Tulikuwa tunazungumzia uwekezaji kwenye timu za vijana, leo vilabu vyetu wana timu za vijana. Tulizungumzia kurudisha michezo mashuleni, leo michezo imerudi mashuleni, na matokeo yake hawa ni watoto wa kawaida kutoka kwenye mikoa mbalimbali, kutoka kwenye familia masikini kabisa, ambaye Daktari Samia Suluhu Hassan na serikali ya awamu ya 6 imeamua kuinvesti kwenye michezo, mosi wakijua zaidi ya 70% ya taifa hili ni vijana ambao wameamua kushiriki kwenye michezo, ili ndoto ya Daktari Samia Suluhu Hassan anahitaji kuwatoa kina Cristiano Ronaldo wengine kutoka Tanzania. Ndoto ya Daktari Samia Suluhu Hassan anawataka kuwatoa akina Messi kutoka Tanzania. Ndoto ya Daktari Samia Suluhu Hassan anataka kuwatoa kina Leo, kina Drogba kutoka Tanzania. Hii isingewezekana bila uwekezaji ambao umefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini ndugu zangu, michezo huunganisha taifa, michezo huweka watu pamoja, na mimi nikushukuru Mheshimiwa Waziri, jana umetoka kumteua kaka yangu Haji Manara, na mimi nampongeza kuwa msemaji wa timu zetu za taifa. Naamini huko aliko ameanza kazi kuwaunganisha Watanzania, kuwaomba Watanzania wote tuungane, tuisapoti timu yetu ya Serengeti Boys ili Jumanne tuweze kuchukua kombe na tukawapokee kwa bashasha kubwa airport, wakilileta heshima ya kombe hili nyumbani. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, pia nikupongeze kwa kazi kubwa unayoifanya. Wizara yako ni wizara ya heka, upele umepata mkunaji. Daktari Samia amejua kumpanga mchezaji
kwenye Wizara ya Michezo ambaye anaifanya kazi kubwa, na sisi tutakupa ushirikiano. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, uwekezaji huu wa Daktari Samia Suluhu Hassan ambao umepelekea si tu Serengeti Boys kuingia fainali na kufuzu michuano ya dunia mwaka huu. Hivi tunavyozungumza, Tanzanite Queen ya under 20 imefuzu kwenda kushiriki michuano ya dunia. Hivi tunavyozungumza, timu yetu ya wanawake Twiga Star mwaka huu itashiriki michuano ya WAFCON. Huu ni uwekezaji na ushuhuda tosha ya kwamba vijana wameona kwenye michezo kuna ajira. Niwaombe wa Tanzania, michezo ni heshima ya nchi. Michezo inalitangaza taifa letu, si tu kwenye diplomasia ya michezo, lakini vile vile kwenye diplomasia ya uchumi. Leo Mheshimiwa Wenga anaizungumza Tanzania, akiposti kwenye peji yake tu, watu wengi wataiona Serengeti Boys, lakini watajua kuna mbuga namba 1 duniani iliyopewa tunzo inaitwa Serengeti. Tuungane, tuipe sapoti timu yetu, vijana wetu waweze kufanya vizuri kwenye fainali, lakini vile vile waweze kufanya vizuri kwenye michuano inayokuja ya kombe la dunia. Na mimi nichukue hii fursa hii kuipongeza serikali. Nimemsikia Mheshimiwa Waziri, wamesema wataandaa kambi mapema kwa ajili ya kuwaweka vijana hawa kuelekea kwenye michuano ya World Cup. Na mimi Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kumalizia, naamini Wizara ya Maliasili itakuwa imesikia, Serengeti itakuwa imesikia, vijana wameitangaza nchi, wametangaza utalii, wameitangaza mbuga ya Serengeti. Waseme jambo kwa vijana hawa ambao wameletea heshima kubwa nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo, nikushukuru wewe kwa kunipa nafasi, na baada ya kusema hayo niwashukuru wabunge wenzangu waliochangia. Naomba kutoa hoja.